Wow, shoga yangu. Wewe vipi? Nini kukumbatiana ovyo? Jamani shoga yangu Neema. Ina maana umenisahau jamani? Mimi Devota. Mimi hata sikufahamu. Jamani Neema, umenisahau kabisa jamani. Mimi tulisoma wote ile sekondari kule Mbuga. Umesahau? Tunakaa kule Bakabencha. Tena ulikuwa unapenda kunitania sana shoga yangu jamani. Mimi wewe. Tusichafuane hapa. Kama una shida ya kula nikupe hela uende ukale, usinipigie kelele hapa, sikujui bwana. Nipishe mjinga nini? Nini kushobokeana ovyo? Jamani Neema shoga yangu, ina maana umenisahau? Sikujui bwana wewe. Wewe kuja mjini huku ndo umenisahau kabisa mimi shoga yangu. Unajua nimepata tabu kweli kukutafuta shoga yangu. Nimekutafuta kweli toka nilipofika hapa mjini. Hatimaye nikaelekezwa kuja hapa kweli Neema unanifanyia hivi. Usinifanyie hivyo bwana mimi shoga yangu. Usinishike bwana. Jamani Neema. Nenda. Fanya uende. Nipishe. Ushoga na mimi umetoka wapi? Toka bwana kwangu. Neema usinifanyie hivyo bwana. Nenda bwana wewe. Neema jamani. Hivi nyote watu wa kijijini sijui mkoje? Yaani mkiona mtu kashafanikiwa, mnajiletea tulisoma wote. Siku zote mlikuwa wapi? Fanya uende. Ondoka hapa. Sitaki shobo na mtu mimi. Neema. Muone hata aibu una. Usiniangalie. Mjinga nini? Afu wewe. Neema. Wewe koma wewe. Ukirudi tena hapa. Jamani, mbona kama sio kwema hapa? Wewe nawe nani tena? Samanini kwa kuingilia mambo yenu. Bwana mimi nilikuwa namtafuta mtu mmoja anaitwa Jordan, tumesoma naye. Yaani leo tumesoma naye. Huyu kasoma na mimi. Wewe umesoma na mume wangu. Nini tena shida? Mtu mwenyewe ndio hapa sasa. Vipi kaka? Swali. Una sura kama inakuja inatoka. Baki bencha. Chabutwa secondary school. Lizo hapa. Kaka Jordan. Mwanangu umekuwa. Yaani umenizidi mpaka mimi ulikuwa kadogo. Mimi nilikuwa kuzidi mpaka urefu kaka. Lakini nilikuwa monitor wako. Lakini ulikuwa unatutesa kaka. Naona mambo yanakuwa mengi. Na wewe na huyu vipi, mmejuana wapi? Mmetoka na wapi na huyu mtu? Sasa siku zote nakwambia wewe na heshima. Huyu ni mgeni wangu. Mambo yameshakuwa huyu ni mgeni wangu mimi, kwa hiyo inabidi uheshimu. Sawa? Huyo mgeni wako siku zote alikuwa wapi? Sasa hivi anajiita mgeni wangu. Kisa kaona sasa hivi uko vizuri, anakuja mmesoma naye. Naomba tuende ndani. Na wewe pita hivi. Ondoka hapa. Yaani episode subiri. Hivi una heshima kweli? Yaani hawa hapo nao waona ndo walionipa company. Ndipo unapoona mimi na nyumba ili naishi, niko na maisha mazuri, lakini wao ndo walikuwa msaada mkubwa. Huko tulikuwa tunasoma hata kama nisaidie nikiwa shule. Uwe na heshima. Usio unaongea tu na lopoka. Hiyo tabia mimi siipendi. Rafiki, karibu sana mwanangu. Basi nenda na huyo rafiki yako. Kaka shemeji mkali kaka. Mzoe. Hao wanawake tunaoa huku mjini, makabila tofauti, hatujajuana tabia zikoje, tunakutana tu tunaoana ndo walivyo. Lakini mzoe, nitamuelimisha ataelewa. Kaka sija katukulia mjo kwanza hapa kaka. Kaka, usiogope. Nisikilize kwa makini. Kaka, kwani shemeji ulimtoa wapi? Huyu. Yaani huyu bwana huyu alisema mara wa Tanga, lakini inavyoeleweka kama Mchaga, hata mimi sijui kabila lake vizuri. Humu ndani mzee, akiaza ukali, hata kipolo huwezi kula. Wewe wacha wewe. Ila nimeshamzoea. Ndio maana nikiingia huko ndani nitamrekebisha, na wewe karibu sana hapa nyumbani. Kaka. Sawa, tuachane nayo. Kaka, namba yako ile upokeage simu kama kawaida yako. Kaka, namba yangu mwisho 29, pokea simu kuanzia leo kaka. 29. Asa unajua sasa hivi kaka alishakuwa na majina makubwa. Kwa hiyo namba ngeni wewe usipokei. Kaka wewe mtu.